ambao unafika hadi ngazi za chini kabisa za jamii kwa ajili ya kurahisisha na kuweka utaratibu mzuri wa utambuzi wa vitu kama nyumba, biashara na shughuli nyingine za kiuchumi, ili iwe rahisi kwa kila mtu kulipa kodi kwa kadri ya kipato chake. Kisha uandaliwe mfumo wa kanzidata ya usajili wa shughuli zote hizo katika maeneo ya mamlaka za serikali za mitaa. Na tume inaamini kazi hii inaweza kufanyika katika muda wa mwaka mmoja. Na Mheshimiwa Rais, kuna mikoa tumepita tayari on their own initiative wanazo hizo kanzidata. Pili, tunashauri serikali itoe muda wa mpito wa mwaka mmoja wa kutolipa kodi ya mapato kwa biashara mpya zinazoanzishwa na wajasiriamali wadogo ikiwemo startups. Aidha, waziri wa fedha atunge kanuni kuhusu utaratibu wa kutekeleza pendekezo hilo na kuhakikisha msamaha huo hautatumika vibaya. Tatu, TRA ishirikiane na TAMISEMI kuzijengea uwezo mamlaka za serikali za mitaa wa kuwa wakala wa TRA. Mheshimiwa Rais, mabenki yana wakala mpaka mtaani. Tunapendekeza, na hii itasaidia sana utambuzi na ukusanyaji wa baadhi ya kodi katika ngazi hizo za chini. 4, utaratibu wa kuandaa na kutoa vitambulisho vya machinga utazamwe upya na kuboreshwa kwa kuzingatia yafuatayo. Tunapendekeza TAMISEMI iwe ndio mamlaka pekee ya kutoa vitambulisho vya wafanyabiashara wadogo, yaani machinga, kwa kuzingatia sheria na kujumuisha taarifa muhimu za mlipa kodi na kufungamanisha na leseni ya biashara, kitambulisho cha taifa na TIN, zote ziunganishwe pamoja. Na 3, vitambulisho viwezeshwe kufanya malipo ya kidijiti, kwa mfano viwekewe QR code. Eneo lingine, Mheshimiwa Rais, tunapendekeza TAMISEMI iandae mwongozo, yani guidelines, wa utozaji tozo mbalimbali za serikali za mitaa utakaotumika katika kuandaa sheria ndogo za utozaji wa tozo hizo. Aidha, mwongozo huo uweke masharti muhimu ikiwemo ukomo wa kiwango cha tozo husika. 6, TRA kwa kushirikiana na TAMISEMI itekeleze takwa la sheria ya usimamizi wa kodi sura 438 kifungu 22 kifungu kidogo cha pili linalompa kamishna mkuu wajibu wa kusajili na kuwapa TIN watu wote ambao wana vitambulisho vya taifa. Aidha, TRA itekeleze sharti la kuunganisha TIN hizo na namba za NIDA, na usajili huo ufanywe bila kujali iwapo mhusika na leseni ya biashara au hana. 7, tunapendekeza serikali ipitie upya na kuhuisha ripoti ya utafiti wa kina yenye mapendekezo mahususi kuhusu sekta isiyo rasmi iliyoandaliwa na Profesa Disoto wa taasisi ya LD iliyokuwa mshauri wa serikali kwenye urasimishaji, na ripoti hiyo kukubaliwa na serikali mwaka 2005. Mheshimiwa, mapendekezo ya ripoti hiyo yanaweza kuhuishwa na kutekelezwa kwa ukamilifu kwa kuzingatia mazingira ya sasa ili kupunguza ukubwa wa sekta isiyo rasmi. Mheshimiwa Rais, eneo lingine ni elimu kwa mlipa kodi. Tunapendekeza kuwa mitaala katika ngazi zote za elimu kuanzia elimu ya msingi iboreshwe kwa kuongeza somo la kodi na uzalendo ili kuweka misingi imara ya uelewa wa kila mtu kuhusu wajibu wa raia na umuhimu wa kodi kwa maendeleo ya nchi, sambamba na kujenga maadili na utamaduni wa uwajibikaji kwa kila mtu. Pili, wakuu wa mikoa na wilaya watakiwa kuanzisha mapema iwezekanavyo mfumo na utaratibu wa kutoa elimu bure kwa kutumia utaalamu uliopo katika mikoa, wilaya na halmashauri kwa wajasiriamali wadogo kuhusu kuanzisha, kurasimisha biashara pamoja na masuala yanayohusu elimu ya fedha, yani financial literacy, na masuala ya kodi kama ilivyo kwa msaada wa kisheria chini ya Mama Samia Legal Aid Campaign. Aidha, TRA washirikishwe kama sehemu ya timu ya kutoa elimu hiyo na wachangie gharama ya mafunzo hayo ikiwa ni maandalizi ya kuongeza walipa kodi wapya. Zinaweza pia kuanzishwa kliniki japo mara moja kwa wiki katika ngazi husika ili kila kijana mwenye mawazo mazuri
awe na mahali pa kwenda kupata ushauri na elimu ya bure itakayomsaidia kufanikiwa. 3, chuo cha kodi na chuo cha serikali za mitaa zishirikiane kuandaa mitaala na programu maalum za elimu ya biashara na kodi kwa wafanyabiashara wadogo watakao kuja kwenye hizo kliniki, na washirikiane na taasisi nyingine kama vile chama cha wahasibu nchini NBA na chama cha mawakili Tanganyika TLS kwa kujitolea. 4, Wizara ya Fedha na TRA waanzishe kampeni maalum za kutoa hamasa kwa wanunuzi na wafanyabiashara kudai na kutoa risiti za EFD kwa kila muamala inayofanyika, ikiwemo kuwapa tuzo au vyeti maalum za uzalendo. Mheshimiwa Rais, naomba sasa nizungumzie mazingira ya uwekezaji na biashara. Tunapendekeza serikali ifanye mapitio ya kina, yani comprehensive review, kuhusu mrahaba, yani royalty, na masuala mengine yanayokwamisha maendeleo endelevu kwenye sekta ya madini. Mapitio hayo yaweke misingi na kanuni za wazi za usimamizi na uwekezaji katika sekta ya madini. Pili, tunapendekeza kurekebisha vifungo vya sheria za taasisi za udhibiti vinavyotoa mamlaka ya kuanzisha mapato yasiyo ya kodi kwa kuweka masharti kuwa uanzishaji wa tozo yeyote unaofanywa na mamlaka hizo lazima uidhinishwe na Waziri wa Fedha baada ya kufanyika tathmini ya kitaalamu na ya kina kuhusu faida na hasara ya uanzishwaji wake kwa kuzingatia malengo mengine ya kitaifa. 3, tunapendekeza mfumo wa kodi uzingatie mahitaji na mazingira mahususi ya shughuli za kiuchumi kwa wajasiriamali wadogo na wakati, ikiwemo wakulima, wavuvi na wafugaji. 4, serikali ipitie upya taratibu na misingi ya utozaji wa ushuru wa huduma, yani service levy, eneo ambalo limelalamikiwa sana. 5, tunapendekeza kupitia upya kanuni zinazotoza ada, ushuru na tozo mbalimbali katika sekta ya utalii ili zihuishwe na kutozwa kwa msingi wa huduma inayotolewa na taasisi husika. 6, tunapendekeza kurekebisha kifungu cha 84 cha sheria ya VAT ili marejesho ya kodi, yani VAT refunds, yaliyokubaliwa yakishakubaliwa yalipwe ndani ya siku 30 toka tarehe ya kuwasilishwa kwa maombi ya mrejesho. 7, tunapendekeza kufanya maboresho ya sheria ya VAT ili kumtaka kamishna mkuu wa TRA kutoa